بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. Ikiwa ni usiku wa tarehe 10 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka wa 1446, katika darsa ya kitabu ad-Durus al-Muhimma li'ammati al-umma للإمام ابن باز رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. tulikuwa tumeanza katika kikao kilichopita kusoma maelezo ya mshereheshaji akiwa sherehesha nguzo zilizobakia za Uislamu baada ya shahada. Tulisoma kikao kilichopita swala na zaka, na leo biidhnillah ta'ala tajaribu kumalizia maelezo ya nguzo ya 4 ya som na nguzo ya 5 ya hija. قال حفظه الله: والركن الرابع الصيام. nguzo ya 4 katika nguzo za Uislamu ni as-siyam, صوم. قال: رمضان شهر مبارك عظيم. mwezi wa Ramadhan ni mwezi ulio na baraka, ni mwezi adhim. افترض الله سبحانه وتعالى على عباده صيامه. الله سبحانه وتعالى amewafardhishia waja wake kufunga mwezi wa Ramadhan. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. akasema enyi mlioamini mmefaradhishiwa funga kama walivyofaradhishiwa walikuwa kabla yenu ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hii aya Allah subhanahu wa ta'ala akafaradhisha ibada ya somo. فالصيام تحقيق لتقوى الله سبحانه وتعالى. kwa hivyo funga ni kuhakiki uchamungu, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. وتخليص للنفس من رعوناتها وتتبعها لملذاتها وشهواتها. na kuitakasa nafsi katika somo, mna kuitakasa nafsi من رعوناتها. الرعونة عن الحمق والغباوة، ujinga. waitakasa nafsi yako kutokana na ujinga wake, so nafsi inao ule ujinga mwingi ndani yake, yafanya mambo ya kipuzi, lakini ukifunga ile nafsi ukaizuia. وتتبعها لملذاتها وشهواتها. kadhalika waitakasa nafsi yako kutokana na kufuata starehe, ladhatiha, na shahwa zake, sababu nafsi yapenda mambo ya starehe, shahawat. kwa hivyo waifunga ile nafsi. لكونه يمرن النفوس على الصبر عما تهواه مما يلائمها ويوافق طبيعتها. kwa sababu katika kufunga ndani yake kuna kuipa mazoezi nafsi. hizi nafsi hupata mazoezi katika kuwa na subra, kutokamana
na vile ambavyo nafsi yapenda vinavyolingana na maumbile yake. Wa nafsi yapenda kula chakula kizuri, yapenda vinywaji vizuri, waizuia nafsi na hiyo. Sasa ile nafsi ikishazoea kuwa haipati vile vitu vya kawaida ambavyo ni halali yaruhusiwa kutumia, famata tamarranat an-nafsu ala dhalika bis-siyami hana alaiha tarku al-maharim allati la tatimmu at-taqwa illa bitarkiha. Ikiwa nafsi waweza kuielekeza katika kujizuia kutokana na kuacha vitu vya halali, kula, kunywa, ikizoea hivyo ile nafsi, basi biidhnillahi ta'ala utaizoesha kuweza kuacha mambo ya haramu. Ikiwa imewacha halali kwa ajili ya Allah, basi itakuwa kuacha haramu ni wepesi kwake, jambo ambalo hautimii ucha Mungu isipokuwa kwa kuyawacha yale mambo ya haramu, na ndio hapo unaopatikana ucha Mungu. Na ndio maana utaona wakati wa Ramadhani waweza kumwona mtu miezi mingine labda ana upungufu mwingi sana, lakini ghafla ikifika Ramadhani akafanya nini? Akabadilika. Kwa nini? Kwa sababu ile somo ile ya upa mazoezi mwili wa mwanadamu na nafsi yake yule mwanadamu kuweza kusubiri kutokamana na vile ambavyo ni vya halali. Sababu akifunga haruhusiwi kula, haruhusiwi kunywa, akajizuia. Ile ikampa mazoezi yeye kuacha mambo ya haramu. Sasa ikiwa ninaacha kula na kunwa, nitashindwa kweli kuacha haramu? Kwa namna hiyo ndio ile nafsi ukaipa mazoezi ikaweza kufanya nini? Kuacha yale haramu. Na unapoacha yale haramu ndio ucha Mungu wapatikana pale. Na wewe ukijiona una tabia mbaya, na tabia mbaya, jizoeshe kufunga. Utaona namna gani Allah subhanahu wa ta'ala atakuwafikisha katika kuacha tabia zile mbaya. Kusema sana, kuna watu wasema utafikiria meza kaseti, lakini akifunga akizidiwa mwanzo, kama sasa hivi jua vile mkali, sahi mwezi huu tuzungumzia sahi tufunga hii wewe utajiona uko kimya tu, mpaka mtu akusemesha bwana atakusema siwezi, hebu sinisumbue, niate bwana. Kwa nini? Kwa sababu ile nafsi, ule mwili ukikosa kule kula ndio waweza kufanya nini? Kuizoezesha. Na subhanallah, utaenda hivyo, utaenda mpaka utazoea, utabadilika tu. Kama kuna kitu cha mpa mazoezi mwanadamu katika kunyoosha nafsi yake, basi katika ibada adhimu ni ibada ya nini? Ya somo. Nzuri sana. Waweza kumwona mtu afriti mwaka mzima, ikifika Ramadhani hakosi kipindi cha swala kwa jamaa. Ama hamjaona? Simaona nyinyi. Unambadilika, subhanallah. Somo yabadilisha mtu shekhi. Ile nafsi yazoea katika kusubiri kwenye taa. فهو جنة للعبد من الذنوب ومن سخط الرب سبحانه وتعالى. kwa somo ni ngao, ni kinga kwa huyo mja kutokamana na madhambi na kutokamana na hasira za Allah subhanahu wa ta'ala. وفيه من المصالح والخيرات والبركات الشيء الكثير. ndani ya somo kuna khairi, kuna maslah mingi, kuna baraka nyingi sana. Lau kama watu wangelikuwa wajua, wangekithirisha sana kufunga Jumatatu, Alhamisi, ayyamul bidh. Kukitokea mwezi wa Muharram mfano, pendekezo kufunga zaidi, afunga siku nyingi zaidi. Ifika Shaaban aweza kufunga mwezi isipokuwa siku chache. Piga karibu mwezi mzima Shaaban, hawacha siku 2-3 basi, ili usikamilike kama Ramadhani, kama vile alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kana yasumu Shaabana illa qalila, isipokuwa siku chache ndio hawacha.
hata ikiingia Ramadhani sasa kufunga kwake ni jambo la kawaida, aendelea na somo ya Ramadhani. Ikitoka tu Ramadhani akishakula siku ya Eid bado yupo na shauq ya kufanya ibada ya somo, aingia kwenye nini, 6 za Shawwal. Ashamaliza 6 za Shawwal arudi tena kwenye Jumatatu na Alhamisi. Kuna wengine bado wafunga 6, amfunga siku 3, 10 la mwanzo ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, 10 la pili amfunga 1, sijui nitatoboa jamaa huyo. Ikiisha Shawwal salamu alaykum. Ndio wala na maswali zaidi, mbakia 1 yafaa baada ya Shawwal, haifai. Zaitwa 6 Shawwal, haziitwi 6 Dhulqaada. Mtu huyo anayekwenda hivi, huyo hadumu katika somo. Na wallahi ni raha ya akhi, kizoea ibada ya somo na raha na yakupa utulivu sana. Na sasa hivi katika ujana wako jizoeshe, funga hata kama Jumatatu Alhamisi, usiwache, utakulia nayo katika utu uzima wako. Lakini ukianza sasa wewe kila saa wala tu waongojea hiyo Arafa hiyo, akifunga, kuna watu wakifunga Arafa atauliza adhana saa ngapi, kuanzia asri ingie mpaka magharibi ifike, baada ya ngapi? Kwani kwa simbaki ngapi? Imbakia masaa 2. Na je sasa saa na nusu bwana, leo siku leo ndefu si ndefu, ni ile tu, sababu hujazoea. Alafu ndio hawa yani akipiga kona hivi mara shakuna maji na sawa leo nafunga, kwa sababu hajazoea. Na hii ilitokea na sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu arda. Kuja kijana mmoja akamwambia Abu Huraira, sumtu ya Abu Huraira, sumtu fadhahabtu wa zurtu akhi fulan fanasitu faakaltu. Maana sema mimi nimefunga lakini nimekwenda kumtembelea ndugu yangu fulani nikasahau nkala. Akamwambia saumu yako iko sawa, endelea kufunga. Akamwambia kisha nikaondoka kwake nikaenda kwa rafiki yangu mwingine nikala tena nikasahau. Ya pili akamwambia sawa, endelea na saumu yako, unsahau. Inma at'amaka rabbuka wasaqaka, Allah ndiye aliyekulisha na kukunywesha, kule kusahau sio. Asema lakini thumma dhahabtu ila fulan. Ya tatu sasa akamwambia innaka mru'un lam tataawad as-siyam, wewe ni mtu hujazoea kufunga, wasumbua bwana. Wala mara 3 bwana kama kawaida tu, sio mfunga vipi? Sasa kuna watu wa namna hiyo, usikubali kuwa katika hao. Funga bwana, funga, jisukume kijana, hasa talib ilmu, jisukume katika hii ibada, itakusaidia sana. hata baadhi salaf wasema kunna nasta'inu talabina alilm nasta'inu bisiyam, tulikuwa tukijisaidia katika kutafuta ilmu kwa kufunga. Sababu ukifunga ile nafsi mwanzo wapata utulivu, nafsi yako wapata utulivu, alafu huna haja kutafuta chapati ziko wapi sijui nini ziko wapi. Wewe umtulia tu, wasoma alhamdulillah, jishughulisha na mambo yako zuri kabisa. Wallahu musta'an. Sasa kama hapa kuna wengine afungi alafu hakuna chakula, ile siku ya Jumatatu hakupikwi, siku ya Alhamisi hakupikwi, aradhi anwe maji lakini hafungi, yani sifungi tu. Sasa wewe si mzima, wewe kajiangalie vizuri. Allahu musta'an. Si wajib, lakini wewe talib ilm lazima uwe tofauti na awamu. Na katika jambo ambalo waweza kuwa tofauti na watu wa kawaida ni kufanya ibada hizi za sunna, katika swala, katika som. Ukimwona talib ilm haswali qablia wala baadia, hana haja nazo, haswali witri, huyo ana matatizo katika kutafuta kwake ilmu, ana matatizo makubwa sana. Hafungi somo za sunna, yani hana haja na mustahabbat, huyo ana matatizo na udhaifu mkubwa sana. Ikiwa unao udhaifu huo, badilika, wallahu musta'an. قال وهو شهر في السنة افترض الله سبحانه وتعالى على العباد صيامه, ni mwezi katika mwaka Allah amefaradhisha kwa waja wake kufunga.
فمن وفق لأداء الصيام كما ينبغي كان له زادا في عامه كله. yule atakayewafikishwa kufunga mwezi wa Ramadhani vile ipasavyo, basi amejibebea kile cha safari yake ya mwaka mzima. Bimaana ibada ya somo kiitekeleza vizuri ni kama umejitengeneza nafsi yako katika uchamungu wa mwaka mzima mpaka Ramadhani nyingine. Na siku hizi siku zenda haraka sana, subhanallah. Kila mmoja hapa akumbuka Ramadhani iliyopita ilikwenda hivi, niliswali hapa, nilifanya hivi. Tuzungumzia Ramadhani hii hapa mbele yetu, miezi 3 tu imebaki. Ramadhani hiyo, kuna watu walijizungumzisha nafsi zao hapa ilivyokuwa Ramadhani kuwa mimi mpaka Ramadhani ijao nataka niwe nishamaliza Qur'an. Mpaka leo hata robo hajafika, yumo tu. Si mkweli katika azma zake anazoziweka. Kwa usiwe katika weka azma, fanya, maana siku zenda, siku haziko na sisi, si mimi na wewe tunazipeleka. Kwa weka azma, fanya. Mimi mpaka Ramadhani ijao basi nitakuwa nimehifadhi juzuu 3 mfano, basi maliza juzuu 5, maliza. Siku zimebakia hizo miezi 3, fanya bidii kile ulichokuwa ukipanga kiwe kabla hujafika mwezi wa Ramadhani biidhnillah. قال يصوم شهرا لكن تبقى آثاره في العام كله بإذن الله تبارك وتعالى. afunga mwezi mmoja lakini ile athari ya ile funga yake yabakia mwaka mzima biidhnillah ta'ala. قال والركن الخامس, na nguzo ya 5 katika nguzo za Uislamu, alhajju, ni nguzo ya hija. Hii ndio nguzo ya 5 ambayo biidhnillah ta'ala tutamalizia katika kuzungumzia nguzo za Uislamu. قال افترضه الله سبحانه وتعالى في العمر كله مرة واحدة على المستطيع وما زاد فهو تطوع. Allah amefaradhisha ibada ya hija katika umri wote mara moja, akifanya mara moja atosheleza. Kwa yule mwenye uwezo na yule ambaye anacho cha kumpeleka, zad ni kile ambacho watumia katika kula, kulala, kunywa, na huku nyumbani ukabakisha pia kwa watu wako nyumbani kile utakachotumia. Ama ukizidisha wama zada fahuwa tatawwu. Kwa hiyo ambaye ana zad ya kutumia ni mustati', عنده zad, watazawadu fa inna khayra zadi taqwa. Sababu walikuwepo watu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa kutoka Yaman walikuwa wakienda haji bila nini, bila kuchukua zad. Kisha wasema nahnu almutawakkilun, sisi tumtegemea Allah. Allah akakataa, watazawadu, kwa kamrisha jambo la nini, atazawud. Mtu abebe kile chakula cha kumsafirisha mpaka ende arudi, na nyumbani pia abakishe kile cha kubakisha. Ana uwezo, basi huyu ni faradhi kwa yeye kufanya nini, haji. Akishafanya mara moja atosheleza. Lakini pia wama zada fahuwa tatawwun, ikiwa atazidisha afanye mara 2 mara 3, basi ni tatawwu, kujitolea, ni sunna zile zilizozidi. كما قال جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. na Allah subhanahu wa ta'ala amewawekea uwajibu watu wa hiji kwenye nyumba hiyo, nyumba ya Kaaba, kwa yule mwenye uwezo na kuwa na uwezo wa kuelekea katika sehemu kama ile, ni wajibu kwake yeye kutekeleza ibada ya hija. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في ترغيب أمته في الحج وحثهم على هذه الطاعة العظيمة. نزم ثبيت kutoka Mtume صلى الله عليه وسلم ahadithi nyingi katika kuupendezea umma wake na kuhimiza kufanya ibada ya haji, hii taa adhimu, وبيان ما يغنمونه في الحج من أجور عظيمة وثواب جزيل وغفران للذنوب, na kubainisha
yale wanaojishindia katika ibada ya haji katika malipo makubwa, thawabu nyingi, kusamehewa madhambi. فمن كان مستطيعا وجب عليه أن يجتهد في معرفة أحكام الحج ليؤديه على بصيرة وليفوز بخيراته وأجوره الوفيرة. kwa hivyo yote ambaye ana uwezo imewajibika kwake yeye ajitahidi katika kujua ahkam za hija ili aitekeleze ibada yake kwa ujuzi. Itakuwa ni makosa utalipa mapesa mengi kwa ajili ya kwenda kufanya ibada ya hija. Sasa hivi ibada ya hija imekuwa ghali, kwa hivyo ukalipa yale mapesa unaolipa kisha usisome ile ibada. Ukienda kule wewe enda tu, watu wakienda twenda, watu wakienda huko twende, watu wakienda huko twende, hujui hata watu waenda wapi. Sasa hii itakuwa ni makosa makubwa sana. Kwa hivyo itawajibika kwa yule mwenye uwezo aisome ili apate kufaulu na zile khairi zinazopatikana ndani ya ibada hii na ajiri kubwa ndani yake. Lakini sio wenda wewe hujui kuelekea nini. Wallahi nawaambia ni kitu, kuna wengi au unaweza kusema asilimia kubwa wanaokwenda ibada hii hawajui wenda kufanya nini. Wao waenda vile watakavyoelekezwa ndio watakwenda tu, shauri zako kama utamuelekeza siku ndiko wewe twende tu. Hasa waje kumwona mtu afanye ibada mahali au njia ambayo sio ile aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na habari ana ibada adhimu, nguzo katika nguzo za Uislamu. Usifanye mchezo, isome kisawasawa. Na wale wanaowapeleka watu katika ibada kama hii watakana wasomeshe hapa kabla ya kuondoka nchini kwao. Wakifika kule kabla ya kufanya ile ibada wasomeshe zile yaumiyat alhajj. Leo tarehe 8 wasomeshwe leo tutafanya nini, kisha wasomeshwe kabla ya kesho. Kesho tutafanya jambo kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Hivi ndio sunna Mtume sallallahu alayhi wasallam amfundisha. Yule mtu aingiliwe na ile siku roho yake ikiwa baridi, ajua leo nafanya nini. Ama ikiwa zile yaumiyat za hija zapita na wewe hujui wafanya nini, hapa kuna hatari sana. Wallahu musta'an. Ndio pale unaweza kumwona mtu amefanya jambo ambalo latia dosari ibada yake ya hija na hajui, kisha aje kuuliza baada ya kuwa shafanya. Hii ni hatari sana. والله المستعان. قال وتأمل رعاك الله هذه المباني الخمسة التي يقوم عليها دين الله تبارك وتعالى، وتأمل عظم شأنها ورفيع مكانتها من دين الله عز وجل. تأمالي الله كchunge ndugu yangu Muislamu nguzo hizi 5 ambazo juu yake ndio imesimama dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Taamali jambo lake kubwa na cheo chake kikubwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hizi nguzo 5. Wa anna man waffaqahu Allah subhanahu wa ta'ala wa akramahu bitahqiqiha wal qiyam biha kama yanbaghi dakhala yawm alqiyamati aljanna. Na yule ambaye Allah atamwafikisha na kumkirimu akahakiki kusimamia hizi nguzo 5 kama inavyopaswa, basi huyo siku ya kiyama ataingia peponi. كما في حديث معاذ رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، فعد له صلى الله عليه وسلم هذه المباني 5. حديث يا معاذ رضي الله عنه وسلم لمنبيه يا رسول الله، لمنبيه متومه صلى الله عليه وسلم يا رسول الله nipe habari nijuze amali ambayo itaniingiza mimi peponi na kuniweka mbali na moto. Akamtajia hizi nguzo 5. وفي حديث جابر في صحيح مسلم أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات. ويبانا لموليزة متومة صلى الله عليه وسلم نجوريشي نيبي خبار نجوزي يا رسول الله نكصالي صلاتان زفرادي وصمت رمضان نكفنق رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام نكي تكيدي وحلالي وكيلي كيلي حلالي نو حرام وكيلي حرام ولم أزد على ذلك شيئا kisha nisiongeze chochote zaidi hapo, أدخل الجنة nitaingia peponi. قال نعم, kama ndio. وفي خبر الرجل الأعرابي الذي عدد صلى الله عليه وسلم عليه هذه الأركان،
na habari za yule bwana mbedui ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtajia hizi nguzo za Uislamu. Faqala, akasema yule bwana, wallahi la azidu ala hadha wala anqus, wallahi siongezi zaidi ya haya uliyosema wala sipunguzi, nitatekeleza hivyo hivyo. Qala sallallahu alaihi wasallam, aflaha in sadaqa, amefaulu ikiwa atakuwa mkweli. Wa fi riwayati dakhala aljannata in sadaqa, ataingia peponi akiwa amekuwa mkweli katika hali yasema. قال فهذه الأركان الخمسة هي المباني التي يقوم عليها الإسلام. وفي nguzo tano ndizo nguzo ambazo juu yake usimama Uislamu. ويجب على المسلم أن يحافظ عليها محافظة دقيقة, na ni wajib juu ya Muislamu awe atadumu katika hizi nguzo tena kwa makini sana, azitekeleze kama inavyotakikana, kama inavyompasa. ويعنى بها عناية فائقة, na awe na inaya, ajishughulishe upeo wa kujishughulisha na hizi nguzo tano. وهي أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل, na hizi nguzo tano ndio bora kabisa miongoni mwa ibada anazojikaribisha nazo mja kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala. كما في الحديث القدسي, وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه au mimma aftaradtu alayhi, na hajajikaribisha mja kwangu mimi kwa chochote kinachopendeza zaidi kama kile nilichomfaradhishia. فإذا وفق العبد للمحافظة عليها في حياته كان يوم القيامة من أهل الجنة. kwa hivyo akiafikishwa mja katika kuchunga na kudumu katika maisha yake na hizi nguzo, basi siku ya kiyama atakuwa katika watu wa peponi. ولهذا ينبغي على أهل العلم وطلاب العلم أن يعنوا بحث العوام وعموم الناس على المحافظة على هذه الأركان والعناية بها. sababu hiyo yapasa wanawavyuoni na wanafunzi wa dini wawe watahimiza sana, wawe na inaya na hizi nguzo tano, wahimize awam na watu kwa ujumla katika kuchunga nguzo hizi tano na kudumu katika kuzitekeleza nguzo hizi. ويبينوا لهم مكانتها وعظيم شأنها من دين الله عز وجل, na wabainishie watu cheo cha hizi nguzo tano katika Uislamu na utukufu wa jambo lake katika dini ya Allah. وأن مثلها من الدين كمثل الأعمدة من البنيان, na kuwa mfano wake katika dini ni kama mfano wa nguzo katika jengo. Bimaana zile nguzo zikianguka na jengo laanguka, kadhalika dini ya Uislamu. Nguzo hizi zikikosekana hakuna dini, lazima zipatikane. وينبغي على كل مسلم أن يحافظ على هذه الأعمدة مستعينا بالله طالبا مده تبارك وتعالى وتوفيقه, na yampasa kila Muislamu awe atachunga nguzo hizi tano, atake msaada kwa Allah na taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala amwafikishe katika kutekeleza nguzo hizi kama inavyompasa kutekeleza. Na hapo ndio mwisho wa sharhi ya Sheikh Abdul Razzaq katika kuzungumzia kwa kifupi nguzo hizi tano. Kinachofuata ni arkanul iman, na hizo insha Allah taala kuanzia kikao kitakachokuja tutaanza kuzungumzia nguzo moja baada ya nyingine insha Allah. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.